Na msikilizaji wa Radio Sauti FM, nikachana na habari hiyo ama taarifa hiyo, na sasa tuangazie habari nyingine hapa. Ni jeshi la polisi la buni mbinu juu ya wezi wa simu na wanunuzi. Hapo libidi nitamke vizuri, maana namuona mwongozaji matangazo hapa Lina anacheka, lakini hivyo ndivyo ilivyo kwamba ni lazima nitamke vizuri, maana nisije nikatamka isivyo na vile ambavyo kipindi kimeandaliwa mikononi mwake. Kwa hiyo ipo hivyo, msikilizaji wa Radio Sauti FM, kwamba jeshi la polisi limebuni mbinu juu ya wezi wa simu na wanunuzi. Kwa hiyo sawa, jeshi la polisi mkoa wa Dodoma lenyewe limekuja na mfumo wa kielektroniki wa kutokomeza wanaonunua simu za wizi. Kwa hiyo hata wewe ambaye unanunua simu za wizi, ile jambo mkao wa kula kwamba linakufikia muda wowote ule. Ujue watu wamekuwa wakilalamika sana, mimi nimeibiwa simu, lakini akitaka kuitafuta bado inakuwa ni shughuli pevu. Hivyo basi serikali ama tuseme jeshi la polisi, sasa hapa sio serikali tena, nazungumzia jeshi la polisi, na hii kauli imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma, ambapo sasa tunasema ni jiji, maana baada ya serikali kukuhamia pale. Yeye ni kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP George Katabazi amesema kwamba amesema hayo wakati wa kikao cha wauzaji wa simu, watengenezaji pamoja na maafisa wa mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA, ambapo wamejadili na kuweka mikakati ya kudhibiti uhalifu. Unaweza ukafikiria hiki kikao hakikuwa kikao tu cha yani tuseme kirahisi tu, hapana, kilikuwa ni kikao kikubwa kabisa. Ukiangalia jinsi ambavyo waliweka wadau wote walikuwa sehemu moja, waliwakutanisha watengenezaji wa simu, wauzaji wa simu pamoja na maafisa wa mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania TCRA. Kwa hiyo makundi matatu yote yalikuwa kwa pamoja kujadili na kuzungumzia mustakabali wa wananchi ambao wanajikuta ni wahanga wa haya mambo au wahanga wa hizi kazi za kihalifu ambazo zinatekelezwa na Watanzania wengine. Lakini kama Manda Katabazi amesema kwamba amewataka wananchi wa mkoa huo pamoja na watengenezaji wa simu kuto kushiriki katika uhalifu kwa kununua au kuuziana mali za wizi zisizo na vibali vya umiliki halali. Unanunua simu kwa mtu, ndiyo anataka kukuuzia, lakini hebu mdai basi kibali halali cha umiliki wa simu hiyo. Kama ni mimi Usoge Mwaka nimenunua simu, basi kibali kionyeshe aina ya simu, lakini pia kionyeshe jina langu liko pale, ili basi wewe ukinunua isije kakuletea shida. Na pamoja na hayo, kamanda amesema kwamba jeshi la polisi mkoani humo limefanikiwa kumkamata mtuhumiwa Jonas Richard, mkazi wa mkoani humo, akiwa na kompyuta mpakato 11, simu 24 pamoja na TV 3. Unaweza kufikiria hapo hivyo vyombo vyote vitatu, kompyuta mpakato 11, simu 24 pamoja na TV ama runinga, television 3. Mali zinazodhaniwa kuwa ni mali za wizi, pamoja na watuhumiwa wengine watatu ambao maarufu winga. Kwa wale wenzangu wa mtaani huko, najua mtakuwa mnajua, maarufu kama winga, ambao shiriki kuuza na kununua mali za wizi, hususan simu, ambalo ni kinyume na sheria. Kama nilivyokuambia pale awali, kama unahitaji kweli kununua simu na kweli wewe unataka kuuza simu yako, basi hakikisha simu yako ina kibali halali, ili unayemuuzia basi asipatwe na shida yoyote ile juu ya kile ambacho wewe unampatia, si ndivyo? Mbali na hapo, msikilizaji, yeye akaongezea kwamba katika kipindi cha miezi mitatu, simu zaidi ya 100 zilizoibiwa, wamiliki wake walitoa taarifa, na ameongeza kuwa lazima wawe na taarifa za aina ya simu, namba ya kitambulisho cha NIDA au cha taifa, na namba ya usajili wa simu, ili mmiliki halali ajulikane pindi simu inapoibwa au kupotea. Msikilizaji, narudia tena kukuambia hili. Kamanda amesema hivi, kipindi cha miezi mitatu simu takribani 100 zimeibiwa, lakini wamiliki wake wametoa taarifa wapi? Jeshi la polisi. Mbali na hivyo, ametaka kwamba wewe kama sio tu kama utakuwa umepotelewa, lakini hata hivi sasa vitu ambavyo unatakiwa kuwa navyo, yani uvifahamu mapema kabisa. Unatakiwa kuwa na taarifa za aina ya simu yako na aina gani. Mbali na hapo, uwe na namba ya kitambulisho cha taifa almaarufu kama NIDA. Hicho cha pili. Kitu cha tatu, unatakiwa kuwa na namba ya usajili wa simu.
ili mmiliki halali ajulikane pindi simu inapoibwa au kupotea, ili basi hata unapokuwa unapeleka taarifa zako katika jeshi la polisi uweze kulisaidia kuto kuhangaika sana kupata taarifa zako muhimu juu ya kila ambacho wewe umekipoteza. Maana ukitoa taarifa ambazo zimekamilika, basi utakuwa umerahisisha upatikanaji wa kifaa chako. Lakini yeye akazungumza hapa, ni mnukuu tu jinsi ambavyo yeye amezungumza kwamba utashangaa kitu cha shilingi milioni 3 mtu anaweza kununua kwa shilingi 50,000. Sio, unaelewa? Wazi ni kitu cha wizi, na wakati mwingine kujikuta kwenye matatizo makubwa zaidi mwisho wa nukuu yake. Kwa hiyo amejaribu kuzungumza hapa kitu unaweza kama umekinunua wewe dukani kwa bei ghali kabisa, lakini mwizi ama yule mtu ambaye anakwenda kukiuza tena kile kitu anakiuza kwa bei ya hasara mno. Wewe fikiria kitu umekinunua 800,000, tuchukulie simu yako ya mkononi umeinunua kwa shilingi 800,000, alafu mtu anakwenda kuiuza ile simu kwa shilingi 50,000. 800,000, 50,000 zinafanana? Ni vitu viwili tofauti kabisa. Kwa hiyo kitu ambacho hakina ulingano wowote, msikilizaji wa Radio Sauti FM. Lakini niko hapa Usode Mwaka, lakini kupitia simu namba 0742124021 ndio namba pekee hiyo ya kunitumia arafa yako hapa, na muda ukifika nitadurusu kila ambacho utakuwa umekituma hapa kupitia namba ambayo nimekutumia. Lakini kule mitandaoni usije ukasema huko tena nitakipata kipindi cha mitandaoni leo. Hapana. Huko tunakuwa tunasasisha vitu tofauti. Sawa msikilizaji wa Radio Sauti FM. Huko utakutana na habari za kimichezo, burudani, habari za kisiasa, kiuchumi, kijamii, utakutana nazo huko. Nazungumzia pale Instagram, YouTube, Thread pamoja na X. Huko utatukuta kama Sauti Digital. Lakini kwa Facebook utatukuta kama Radio Sauti 96.1 FM. Ndio nambari yetu, ndio sehemu tunayopatikana hiyo msikilizaji wa Radio Sauti FM. Lakini nikusii tu kwamba bado tuko sana hapa, hivyo wewe bado ni mtu muhimu kuambatana nami kutoka hapa 96.1 Radio Sauti FM tulioko hapa Malimbe, Mwanza, Tanzania. Ndipo ambapo tunapatikana msikilizaji wa Radio Sauti FM. Lakini niende mapumziko mafupi, nikirejea basi nitakuwa navuka mipaka. Tutakuja hapa msikilizaji. Ngoja nipate mapumziko mafupi hapa. Hatimaye tumerejea tena kuendelea pale ambapo tuliishia, lakini wasaa huu nipate kudurusu kile ambacho utakuwa umeshiriki nami hapa mjengoni kutoka hapa 96.1 Radio Sauti FM. Ni kama taarifa ya kwake, anaitwa Sylvester Nadarisi toka Mkuyuni, anasema tupo pamoja sana. Shukrani sana mzee wangu, nimekupata kwa uzuri. Anasema hata Nesco kweli wameamua. Anasema leo siku ya pili Mwanza Kirumba hatuna umeme na hakuna taarifa yoyote waliotoa. Kazi ipo basi hiyo itashughulikiwa. Anasema naitwa Mama Emmanuel kutoka pande za Buhongwa. Anasema kwa kweli taji sana. Nimekupata kwa uzuri hapo Mama Emmanuel kutoka hapo pande za Buhongwa. Sawa, nimekupata kwa uzuri kabisa kutokana na arafa yako uliyotuma hapa. Huyu anasema naitwa Queen Elizabeth kutoka pande za Buhongwa. Anasema habari za hapo mjengoni, hapa ni salama kabisa. Anasema tupo pamoja na tupo pamoja sana hadi tamati mwa kipindi cha mitandaoni leo. Shukrani sana Queen Elizabeth au Malkia wa nguvu kutoka hapo pande za Buhongwa.